Sasa leo tunaingia katika bonge moja la movie. Amini utaipenda sana. Jina ni moja tu mjini. Naitwa Chaz. Filamu inaanza katika kipindi cha mahojiano, yani talk show, ambapo mtangazaji anamkaribisha Jackie pamoja na mke wake Sharifa ili kuzungumzia safari ya ndoa yao. Tukumbuke kwamba ndoa yao imedumu ndani ya miaka 10 licha ya tofauti zao kuanzia imani hadi mataifa yao, na jinsi walivyofanikiwa kuziunganisha familia zao na kuwa kitu kimoja. Sasa twende pamoja tuweze kujua ukweli wote kuhusu hii movie. Wawili hao wanatoka katika mataifa tofauti, lakini tayari wameishi katika ndoa kwa miaka 10 na wamejaliwa watoto 3. Jackie anampenda sana Sharifa na wamefika katika kipindi hicho kushiriki hadithi yao ya kimapenzi. Jackie ni kijana wa Kichina aliyekulia katika familia ya wamiliki wa mgahawa uliorithiwa kwa miaka mingi. Alilelewa na wazazi wake kwa misingi ya kumwandaa kuwa mrithi wa biashara ya familia hiyo. Tangu utotoni alifundishwa upishi wa bidii mkubwa, na maanisha masotojo. Baba yake ambaye kutokana na umri aliokuwa nao ameanza kuwa na udhaifu wa mikono, akitetemeka wakati wa kupika, na Jackie ndiye aliyopendekezwa kuwa mrithi wa mgahawa huo, kwa maana alikuwa na uwezo mkubwa kupika chakula. Sasa kwa Jackie maisha yake yote yalionekana kuwa ndani ya mgahawa huo, na hilo ndilo lilikuwa lengo lake kuu, mpaka siku alipokutana na Sharifa. Sharifa ni binti kutoka Malaysia. Yeye ni mtayarishaji wa vipindi vya television na vipindi vyake vilijikita zaidi katika vyakula vya tamaduni za Malaysia. Sasa siku moja akiwa katika harakati za kutengeneza kipindi kuhusu mapishi, alifika katika mgahawa wa kina Jackie. Hapo ndipo walipokutana kwa mara ya kwanza. Baada ya kukutana wakaanza kuzoeana, waligundua kuwa wote wanapenda sana upishi. Mazungumzo ya kikazi yakageuka kuwa karibu zaidi. Taratibu urafiki wao ukakuwa na kuwa wa kimapenzi. Changamoto yao haikuwa kupendana tu. Changamoto yao ilikuwa namna ya kukaribiana na tofauti zao, tofauti za dini na tofauti za Sasa tujue kwamba swali kubwa lilikuwa kuwa watawaambiaje wazazi wao kuhusu wao au mapenzi yao. Walikubaliana kuandaa mpango wa kueleza wazazi wao kuhusu uhusiano wao na mipango yao ya ndoa. Kwa bahati nzuri, familia zote mbili zilihusiana sana na masuala ya mapishi. Wote walikuwa na taaluma katika upishi, jambo ambalo lilionekana kuwa daraja la kuwaunganisha. Hata hivyo, ili Jackie aweze kumuoa Sharifa alipaswa kupata baraka kutoka kwa baba yake. Sasa Jackie alimueleza baba yake kuwa ana mpenzi na anataka kumuoa. Wazazi wake walishangaa na kumuuliza anataka kumuoa nani? Jackie akasema wazi kuwa anataka kumuoa Sharifa, binti kutoka Malaysia. Baba aliposikia hilo jina nusura apande juu ya meza. Baba yake alikasirika sana, alipinga vikali wazo hilo. Alioji tofauti za dini na mataifa, na akauliza nani ataendeleza biashara ya familia ikiwa Jackie ataondoka. Kwa hasira, baba yake alimwambia achague kati ya familia na mwanamke huyo. Je, wewe ungechagua nani? Lakini Jackie alisimama imara. Alimwambia baba yake kuwa hawezi kuishi kwa kufuata ndoto za wazazi wake pekee bila kuzingatia hisia zake mwenyewe. Alisisitiza kuwa Sharifa ndiye mwanamke anayemtaka kuwa mke wake. Mgogoro huu ulifikia hatua ya Jackie kuondoka nyumbani na kuiacha familia yake. Sasa katika upande wa Sharifa ulikuwa ni tofauti kidogo. Yeye hakuanza na kusema ukweli moja kwa moja. Badala yake aliwaeleza wazazi wake hadithi kuhusu rafiki yake wa kike aitwaye. Alisema rafiki huyo anampenda sana mwanaume wa taifa la dini tofauti, lakini wazazi wao wanapinga uhusiano huo. Wazazi wa Sharifa walimuuliza kama watu wao wanapendana kwa dhati. Sharifa akasema ndiyo, wanapendana na wanataka kuoana, lakini wanazuiliwa na familia zao. Baba yake Sharifa aitwaye Rahim alimwambia kuwa kama kweli wanapendana, wazazi hawapaswi kuwazuia. Alisema watoto wanapaswa kupeana nafasi za kufuata hisia zao. Huyu Sharifa mjanja kinoma noma. Hapo ndipo Sharifa alitambua kuwa wazazi wake wana mtazamo tofauti na anavyotarajia. Changamoto kubwa kwa Sharifa haikuwa kusimulia hadithi hiyo, bali kufichua kuwa Siti ni yeye mwenyewe na mwanaume anayezungumziwa ni Jackie. Wakati bado wakitafakari, Jackie aliwasili nyumbani kwa kina Sharifa akiwa ameloa na mvua baada ya kuondoka kwao kwa hasira. Sasa wakati mamake Sharifa akipitapita huku na kule, akasikia kama kuna watu wanaongea kwenye chumba cha Sharifa. Ikabidi kuingia kutazama, ndipo Jackie alijificha na kujifanya kana kwamba yeye ndiye rafiki huyo wa kike, kwa sababu alivaa nguo za kike, na Sharifa na mama hakugundua kabisa kama ni kijana wa kiume. Sharifa alimtambulisha kwa mama yake kama Siti, rafiki yake aliyekuwa akimweleza. Baada ya kusikia maelezo hayo, wazazi wa Sharifa walimkaribisha Siti sebuleni kwao na kumweka chini na kumuuliza maswali kuhusu mwanaume anayempenda ambaye ndo Jackie. Wazazi walitaka kujua kwa nini wazazi wa mwanaume huyo wanapinga vikali
na kama kweli mapenzi yao ni ya dhati. Tuishie hapa kwa leo. Kumbuka wewe ni mtu wangu wa nguvu, usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Sasa kwa leo, wote ambao watakuwa wanatoa comment zao pale chini nitakuwa naruka nao kwenye video inayofuata kwa kutaja majina yao na kuwapa shout nyingi sana za kutosha. Kwa leo tunadondoka na jina moja tu, hili ni Madoa Mastori. Huyu mwamba amekuwa wa kwanza kusubscribe katika video zetu na leo hii tumempa shout zake za kutosha sana. Sasa tukutane sehemu ya pili ya hii ngoma. Tukumbuke kwamba jina ni moja tu mjini. Naitwa Chaz.